Katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita, ndugu Gabriel Nyasilu, amewataka wanachama wa chama hicho kudumisha upendo, mshikamano na heshima wakati wa mchakato wa kura za maoni unaotarajiwa kuanza hivi karibuni. Akizungumza na umoja wa wanawake wa CCM UWT wilayani hapo, Nyasilu alisema ni muhimu kwa wanachama wote kushiriki mchakato huo kwa amani na utulivu, wakiepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kudhalilisha au kutweza utu wa mtu mwingine. Na nukuu, alisema ni wakati wa kuonesha ukakamavu au ukomavu wa kisiasa ndani ya chama chetu. Tushindane kwa hoja na si kwa matusi au chuki. Tujenge mazingira bora ya kisiasa yanayowaheshimu wanachama wote bila kujali wanayopitia katika kinyang'anyiro, alisema Nyasilu. Na aliongeza kwa kusema kwa umoja na mshikamano wa wanachama ni nguzo muhimu kwa mafanikio ya chama hicho, hasa wakati wa kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Geita. Na sasa nafikiri, unajua katibu, wewe ni mjumbe wa mkutano mkuu mwenzangu wa taifa. Labda tutoe na salamu za mkutano mkuu kwamba tulivyokuwa mkutano mkuu, kiukweli kwanza tulipata bahati, makatibu wa mikoa na wa wilaya na uenezi kwa nchi nzima, tukapata chakula cha usiku na katibu mkuu, lakini mahususi kwa ajili ya maelekezo ya uchaguzi. Kwa hiyo yapo maelekezo ambayo katibu wa wilaya na makatibu wa mikoa walipewa, ambayo katika mfumo wa kiutumishi wa chama watayashusha, lakini machache ambayo na sisi uenezi tulishirikishwa tunayoweza kuyasema, katibu mkuu ametusisitiza sana wana CCM kwenye kipindi hiki cha kura za maoni tupendane. Kauli ambayo ameizungumza katibu mkuu mara nyingi kwenye kikao kile cha ndani, na ikaja ikarudiwa na mwenyekiti wa chama kwenye mkutano mkuu wakati anafunga, ninyi mlikuwa mnasikia, wamekitaka chama chetu, wamewataka wanachama wetu na sisi viongozi kwenye hatua hii tunayoiendea ya kura za maoni tupendane. Na mwenyekiti akasema kwa sababu tutakuwa na wagombea zaidi ya mmoja, tutagawanyika. Yaani chama kimetoa utaratibu wa majina mangapi? Sisi wana CCM tutagawanyika kwa hao watatu watakaorudishwa, kila mtu kwa sababu zake. Kwa nini mimi namuunga mkono Mkaka, namuunga mkono Paulina, namuunga mkono Mama Mahushi? Tutagawanyika. Kugawanyika kwetu kusitugawe, kusitufanye tukachukizana, kusitufanye tukatengenezeana uadui na ugomvi, tukijua uchaguzi huu ni wa muda mfupi. Ukishaisha tunampata mmoja ambaye sote na makundi yetu tunaenda kumnadi na kuhakikisha CCM inashinda. Kwa tukiyajua hayo, hatuna sababu ya kufanyaje, ya kugombana. Na mimi kwenye wilaya yetu viashiria vya kugombana ni vidogo, vingi watu ni kusingiziana tu na kijoto kidogo cha uchaguzi. Lakini wana CCM wa Geita tunataka tuwahakikishie Watanzania na wana CCM wenzetu, sisi wana CCM wa Geita tunapendana. Sisi wana Geita tunafanyaje? Tunapendana. Uchaguzi huu unapita, bado tutaendelea kuhakikisha tunatafuta kura za chama chetu zitoshe. Lakini tulipongezwa, na nafikiri chukua nafasi hii kumpongeza katibu wenu wa UWT. Tumefanya vizuri kwenye usajili wa wanachama wapya. Kwenye mikoa 32 nafikiri tuko nafasi ya 8 kitaifa. Tuko kwenye 10 bora. Kazi hii anasifiwa katibu wa mkoa, atasifiwa katibu wa wilaya, atasifiwa katibu wa UWT, lakini ukweli wa Mungu wa kuwasifia ni ninyi hapa ambao ndio mliohamasisha wanachama kujiandikisha. Kwa hiyo nawapa hongera, tunawapa maua yenu, mmefanya vizuri sana kwenye uandikishaji wa wanachama wao. Sasa kazi inayokuja kufuata ni kuwahamasisha wale wanachama wetu, muda wa kupiga kura ukifika wakapige kura. Tuko wanachama takriban milioni 13 na 670, milioni 13. Kwa tukienda kupiga kura wote, tuna uhakika wa kushinda kwa kishindo. Watu watachukua fomu, majina yatajadiliwa kwenye vikao vya uchujaji. Kwa madiwani, kamati za siasa za kata,
kamati ya siasa ya wilaya, kamati ya siasa ya mkoa na halmashauri kuu, majina yanarudi kwenda kupigiwa kura za maoni. Na wajumbe wameongezeka, ni wengi kweli kweli. Ili kumtafuta, tafasiri ya chama kuongeza wapiga kura wengi ni kutuletea mwangwi wa jamii inasema nani. Sio wewe unamtaka nani. Sio mimi Gebo nina mahaba na nani. Jamii ya wananchi inamtaka nani. Ndio maana wapiga kura wakaongezwa. Kwa hiyo wagombea watakuwa wengi, majina yatarudishwa matatu. Kwa hiyo wewe usinungunike, wala isifike sehemu hapo ukapata pressure. Wanataka kunitoa. Hautolewi, ni utaratibu. Na nyinyi akina mama, gombeeni viti maalum. Washoneni tu mama zangu hawa mkagombane nao. CCM oye! Mama zangu mlio na ndoto ya kugombea viti maalum, gombeeni. Nimewasifia hapa, sio kwamba sitaki ninyi mgombee. Nimewasifia kwa sababu wamefanya kazi nzuri. Wametimiza wajibu wao nzuri. Miaka 5 imeisha. Mama zangu, miaka 5 imeisha. Mimi wapo mama zangu hapa nilizunguka usiku kucha kuwatafutia kula. Mama Fundikila, mama yangu wa Kasamu hapo, mama Kasala na wengine. Yeye ni mashahidi. Usiku mzima na gari tunazunguka. Jessica unajua, si ndio? Nilikuwa na mahaba nao, nikawapigia debe wakashinda. Sasa iko hivi, mimi mwenezi wa wilaya sasa hivi, kubalini kushindana. Kipande chenu cha miaka 5 kimefanyaje? Kama mlikaa vizuri na hawa mama zangu watawarudisha. Kama wataona kuna sababu ya kufanya mabadiliko, hakuna kuumia, kwa sababu ni haki ya kila mwanachama kuchagua na kuchaguliwa. Na kwa vile hii ni fursa, ndani ya udiwani kuna fursa. Hawa mama zangu muda wote wanafanya kazi za kujitolea. Mshahara makofi 3 ya chama. Huko kwenu mliko kuna kifursa kidogo. Kubalini na wengine waje wanuse kilichomo. CCM oye! Wangapi wanasema tunagombea? Wangapi wanasema tunagombea?